Nasaha yangu leo itaenda zaidi kwa wazazi. Naomba wasikilize nasaha yangu kwa makini. Wakati ambao kwamba tuko nao, watoto wetu hakuna mwanamuziki yoyote anakuja kuwafunza muziki, lakini wanashika muziki vizuri, pamoja na kuwa hawana walimu wanaowafunza muziki. Lakini kija katika Qur'an, pamoja na kuwa wanafundishwa na walimu kwa bidii zote, wao kushika ni ngumu, lakini muziki kushika ni wepesi. Tatizo ni nini? Tatizo ni kuwa nyumbani mara nyingi hawasikii Qur'ani, wanasikia muziki, ndio maana wanashika muziki zaidi. Na hali ilivyokuwa ya hatari, leo mzazi akiona mtoto wake yuimba muziki, badala kumkemea au kumuonesha ufanya kitu cha kuchukiza, yaweza mwambia pia masha Allah, Mungu akubariki, uko na kipaji wewe. Na huu ni msiba mkubwa sana. Kwa hiyo wazazi, ukiona vinaelea jua vimeundwa, na hakuna mzazi yoyote yataka mtoto muovu, lakini mtoto mwema huteremshi kutoka mbinguni mpaka umpatie malezi mema. Na saa hizi usipompatia mtoto wako kinachomchukiza, kuna siku atakufanyia kinachokuchukiza wewe. Lakini saa hii ukienda kinyume na matakwa yake na ukajali faida yake, kuna siku pamoja na umaskini uliokuwa nao, itakuwa unapata ujasiri kuinusha uso wako kila mahali, kwa sababu kila mmoja itakuwa anakuombea wewe dua kwa malezi mazuri uliyompa mtoto wako. Ndio wenye hekima wanasema ij'al man yaraka yad'u liman rabbaka, mjalia anayekuona anamuombea mazuri aliyekulea. Lakini pale mtu anapogundua tabia yako mbaya, huwa kiuhalisia mbaya ni mzazi wala siwe mtoto. Ndio maana alipoonekana Maryam na mtoto, aliambiwa makana abuki mraa sau'in wa makanat ummuki baghiya. Umetoa wapi tabia hizi? Babako hakuwa mtu muovu na mamako hakuwa kahaba. Sasa bimaana pale unapomuona mtoto ni muovu, lazima amechukua kwa baba au kwa mama. Sasa wewe mzazi ni lazima ujibidiishe mtoto wako awe mwema, na usimfanye mtoto wako awe yuko na role model nje, amekosa wewe kukufanya role model wake. Kwa hiyo wazazi ni lazima mujibidishe. Kuna jamaa mmoja alikuwa anatembea na rafiki yake, akaona huyu anaitwa kipepeo, yotoka katika lile yai, ndio yotaka kuingia duniani. Lakini lile yai liko na tundu ndogo sana. Sasa yotoka kwa kujifinya, kujilazimisha. Huyu mtu akamuona yule kipepeo ataka kutoka pale, akamhurumia, huyu yotoka kwa tabu sana. Akaamua amsaidie kwa kuvunja lile yai ili atoke kwa wepesi. Alipovunja tu lile yai, mwenzake alimwambia wewe ushamuua. Asema namuua vipi? Na mimi ndo nimemsaidia atoke kwa urahisi asipate tabu. Asema Allah amejalia kwa hikma yake ni lazima atoke kwa kufinyika, kwa sababu huko ndani ilikuwa iko ndani ya maji. Sasa akitoka kwa kufinyika ndo yale mabawa yake yakamulika vizuri, yapata kukauka, anaweza kuruka. Lakini pale alipovunja yai, ametoka mabawa yote yameroa maji, hayawezi kauka wala uwezi kuyakamua, mwisho atabakia afe tu. Ndio hivyo mtoto, ikiwa utamhurumia uvunje yai, utamfanya haribikiwe. Lakini ikiwa utamwacha ainukie kwa maadili mazuri na yaki sawa sawa, baadaye biidhnillah utaona matunda mazuri. Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala kelezea, asema kwamba alikuwa Baghdad wakati wa baridi, mamake yomkazia maji moto atawadhe, kisha yomvisha vizuri kwa kumhifadhi na ubaridi, kisha mamake yotoka kiguna njia, barabara hazina taa, giza limeenea,
yuhakikisha amemfikisha msikitini apate swala ya jamaa nyuma ya imamu alfajiri. Lakini wazazi wa leo wanaweza toka na watoto wao alfajiri kuhakikisha wamefika skuli mapema, lakini hawahakikishi wameshafika msikitini kuswali. Naelezea tu hii kwamba kila kitu lazima wazazi wajibidisha. Nakumbuka nilipokuwa mdogo, mamangu yuko hapa, ilikuwa baada ya dhuhuri kufika nyumbani nataka kula, kwanza ulizwa uswali ya dhuhuri. Ukisema ndio, kwanza hakikishwa ndio kweli ama urongo. Waangaliwa kichwa kina maji, miguu umeosha, kaonekana miguu vumbi, kichwa kina maji, unaambua nenda kaswali ndo ule, kwa swali kuna kula. Na kwa sababu tulikuwa wadogo, tukajua mama njia anayotumia ni gani. Ikifika time ya kula tu, kitu cha kwanza tuenda paka kichwa maji tuoshe miguu. Alafu ukija kabla hajakuuliza swali unamwambia mwenyewe, angalia mguu na hakikisha kichwa, mimi nisha swali, nipe chakula. Lakini walillahi alhamdu wal minna, sasa tumejua ni namna gani alijibidiisha ili tupate malezi mazuri. Kwa hiyo kila mzazi lazima ajibidishe. Na mzazi yoyote ambaye kwamba atakuwa serious kwa mtoto wake na swala, wallahi mtoto huyo lazima atatengezeka wala haribiki. Ndio ukaona Nabii Allah Ibrahim baada kuwa ameomba apate mtoto mwema, kitu kizuri alichoombea watoto wake si dunia bali aliombea swala. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati. Kwa sababu sala ina siri kubwa. Na Luqman kabla muamrishe mtoto wake awaamrishe watu mema, kwanza alimwamrisha mtoto wake asimamishe swala. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kwa nini ametanguliza swala kisha akasema amrisha mema kataza maovu? Kwa sababu pale unapotimiza jambo la swala unajitengeza wewe, na ukijitengeza wewe utaweza baadaye kuwatengeza wengine. Lakini ikiwa wewe mwenyewe sio mzuri, hauwezi kutengeza kitu kizuri. Na siku zote kile kinachopatikana ndani ya ndoo ndicho kitakachomwaika, lakini ndoo iliyokuwa kavu haimwai kitu. Jambo lingine ndugu zangu wazazi, kitu kizuri baada kuwa umejitahidi kumpatia malezi mazuri mtoto, jitahidi kila wakati kumuombea mtoto wako, ndio utamtengeza mtoto. Lakini leo masaibu makubwa yanayopatikana kwa watoto ni yale maneno wazazi mnaowaambia watoto wenu. Kwa sababu siku zote albalaya muwakkalun bil manatik au bil mantik, balaa zimewakilishwa na maneno. Angalia Nabii Allah Yaqub babake Yusuf, ndugu zake Yusuf alipokuja akasema tupatie mdogo wetu twende naye, alisema tu maneno, wa akhafu an yakulahu dhibu, mimi nahofia sijakaliwa na mbwa mwitu. Maneno yake yakachangia majibu hayo ndo akapata. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. Alitangulia kusema na ikawa hivyo. Aliposema illa an yuhata bikum, ndugu yenu mdogo huyu chukueni ahadi mtarudi naye, isipokuwa mkifanywa vitimbi. Aliwapatia onyo, mkifanywa vitimbi nitaelewa, lakini nyinyi chukueni, fanyeni bidii muje naye. Aliposema illa an yuhata bikum, ndugu yake Yusuf mdogo pia akafanywa njama. Yusuf akamwekea chombo ndani, kikashikwa kile chombo, ndo akaziwia akabaki wapi? Misri. Maneno yake yalichangia. Alipokuja Musa ameshikwa na Firaun anataka kumuua, mke wake Firaun akasema la taqtuluhu asa an yanfa'ana au natakhidhahu waladan wa hum la yash'urun. Firaun alisema sayanfa'uki wa lan yanfa'ani, atakunufaisha wewe lakini hawezi ninufaisha mimi. Na kiukweli akanufaika mke wa Firaun akawa muumini na Firaun hakusilimu. Kwa hiyo maneno yako ukimwambia mtoto wako ni zuka, utabakia kuwa zuka. Wewe ndio utamfanya endelee kuwa zuka. Wewe ni ng'ombe, utabakia kuwa ng'ombe.
Lakini maajabu sijawahi ona ng'ombe akizaliwa na binadamu. Sasa sijui mtoto akisema na wewe mamangu pia ni ng'ombe, itakuwa amekosea adabu ama amepatia. Kwa hiyo wewe mueleze maneno mazuri mtoto wako. Alafu kitu kingine, wazazi, wewe ndio kumjenga mtoto wako aweze kujiamini na kujua kwamba jambo hili waweza. Lakini wewe ukimwambia huwezi, na makosa makubwa ya wazazi ni pale wanapomuonesha mtoto ndugu yake kwamba ni bora kumshinda yeye. Haya makosa makubwa sana. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala sema kullu muyassarun lima khuliqa lahu, kila mtu amefanywa wepesi kwa kila alichoumbiwa. Kuna huyu atakuwa mwepesi kwa jambo hili na yule mwingine atakuwa mwepesi kwa jambo lile. Huyu atakuwa mzito kwa jambo hili na yule mwingine atakuwa mzito kwa jambo lile. Sasa wewe usimlinganishe mtoto wako na ndugu yake kwa sababu akili zao ni tofauti. Lakini mlinganishe mtoto wako na jambo lolote ambalo kwamba yeye yuko nalo yulifanya vizuri. Amesoma fiki amefeli, sera amefaulu. Kwa nini mtoto wangu wafeli fiki na sera amefaulu? Mbona fiki usifanye bidii ukafaulu kama ulivyofaulu sera? Umemlinganisha yeye na yeye. Lakini pale unapomwambia wewe mbona wafeli mwenzako yafaulu, akili zao ziko sawa. Yeye ndo maana ameitwa Ali na yule ameitwa Salim. Ingekuwa wote wako sawa ungesema huyu ni Ali na wewe pia ni Ali. Lakini kwa sababu majina yenyewe ni tofauti, kuonesha pia akili zao ni tofauti. Ukimuonesha yule mwingine ni mzuri zaidi kuliko wewe, umejenga chuki baina watoto. Na hiyo itakuwa umezalisha kitu kibaya. Lakini muoneshe mtoto wewe ikiwa jambo hili umeweza, basi na hili pia utaweza. Na malezi, usishindwe na mkulima. Mkulima yajua kulea mbegu. Kwa nini ushindwe kulea mtoto? Yajua wakati gani atapanda, wakati gani atapalilia, wakati gani atatia dawa, wakati yani itaenda stage by stage mpaka mwisho avune. Lakini wewe ukishasema, mimi nasema kwamba wazazi msiwaamrishe watoto, wakinaishe watoto. Msiwaamrishe, wakinaishe. Kwa maana pale unapoamrisha mueleze faida ya kile unachomwamrisha, na unapomkataza mueleze madhara ya kile unachomkataza. Usema Adamu, mimi ndo nilikula chumvi kabla yako, mimi ndio najua kabla yako, mimi ndo nimesema lazima ufanye. Hata Nabii Allah Yaqub alipomwambia Yusuf la taqsus ru'yaka ala ikhwati, amembainisha sababu fayakidu laka kaida. Luqman alipomwambia mtoto wake ya bunayya la tushrik billah, alimbainishia sababu inna shirka la dhulmun adhim. Sasa na wewe ukimbainishia sababu atafanya lile jambo sawa uko au hauko, maadamu ashajua faida yake. Na ukimbainishia sababu atawacha lile jambo sawa uko au hauko, maadamu ashajua madhara. Na wajengeni watoto wenu kufanya mambo kwa kupata radhi za Allah na kuepuka na ghadhabu za Allah. Ikiwa yuwafanya ajue yupata radhi na thawabu kutoka kwa Allah. Ikiwa yuacha ajue yupata madhambi na atapata ghadhabu kutoka kwa Allah. Tukimfungamanisha mtoto na Allah ndio tutajua pale kwa nini Luqman alimwambia mtoto wake innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fi al-ardi yati biha Allah. Yomjulisha mtoto wake kwamba mimi mzazi naweza nisione, lakini yule atakaye kuhesabu na kukulipa chochote yukiona, hakuna kitu kinachofichika. Kwa hiyo fanya ujenge upate radhi zake, si mimi mzazi wako. Mwisho kabisa wazazi, naombieni Allah tabaraka wa taala katika aya moja suratul Ahqaf amebainisha kuna mambo kadhaa ukiwa nao mtoto wako ataongoka. Lakini miongoni mwa hayo mambo mwisho ukimalizia aya inasema aslih li fi dhurriyyati, na nitengezee mimi katika kizazi changu. Mbele asema inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kwa nini nimekuja inni tubtu ilaika? Mimi natubia kwako na mimi katika Uislamu. Bimaana wewe madhambi unaoyafanya huenda akachangia mtoto wako pia akaharibikiwa kimaadili na kitabia.
Sasa ni wajibu utubie na ujivue katika madhambi na umuombe Allah msamaha, kwa sababu watu wema ilikuwa wanaogopa kufanya madhambi, Allah sija kawaadhibu kupitia madhambi yao kupitia kwa watoto wao. Kwa sababu hata makafiri kwa ukafiri wao Allah mawadhibu kupitia mali yao na watoto wao, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allah liyu'adhibahum biha. Kwa hiyo mzazi jitahidi utubie. Ukitaka mtoto wako asome Qur'an, muoneshe kwamba wewe wasoma Qur'an. Ukitaka mtoto wako apende dini, muoneshe kwamba wewe wapenda dini. Lakini usimwambie na wewe waenda kinyume. Mwisho namaliza na haya. Mnajua kwa nini watoto wa siku hizi tukianza tu tushafikia adolescence pale miaka 14 13, kila mmoja yotaka kuvuta sigara au ataka kuwa na mgoka, kwa sababu alipomuona mzazi amwambia kanunulie Mbasking na uiwashe, mtoto akitaka kuvuta yomba hii ya watu wakubwa. Sasa mentality yashajengwa ili na yeye aonekane mkubwa, lazima afanye, lazima avute. Ashajengeka hivyo kwamba watu wakubwa ndo wavuta sigara, watu wakubwa ndo kula mgoka, na mimi nitabakia nikaonekana mdogo mdogo mpaka siku ile nitavuta, mpaka siku ile nitakula, si ndio? Hapo umemuinusha mtoto wako kwa malezi mabaya. Wewe penda mazuri na mtoto wako atapenda mazuri. Mzazi mmoja ilikuwa na mgeni wake nyumbani, ameketi murabba hivi. Mtoto wake yuaje kijificha, mara yomshumu babake miguu. Akishumu, unajua mtoto akishumu mboga nyute nini, anashumu ni mtoto. Sasa yule mgeni akaanza kusikia kinyaa na mtoto wa rafiki yake anavyofanya. Baba ambaye mtoto wake nenda, utarudi baadaye niko na mgeni. Mtoto yeye mara shajisahau, amekuja tena kumshumu babake. Yule mgeni amuuliza, wewe ndio umamrisha mtoto wako afanye hivi? Ambia la, mimi sijamwamrisha afanye hivi, lakini kawaida nikiamka alfajiri huwa naamka na yeye kwenda msikitini, na yeye yuaona naenda chumbani kumwamsha mamangu, na mimi sipendi kumgongea mlango au kumuita nitamshtua. Sasa huwa anashumu nyayo za mamangu, yeye yuaona nikishumu nyayo za mamangu. Sasa kwa kuwa yuaona na yeye pia ufanye hivyo hivyo. Ukitaka kujua watoto wako watakufanyia nini, angalia unawafanyia nini wazazi wako, kwa sababu matendo yako ni deni litakalolipwa na watoto wako. Mpaka hapa namshukuru sana Sheikh Shani Ustadh Shani kwa kunialika kwa hafla hii, na Allah kitupatia uhai na uzima, hafla zingine zitakazokuja tutahudhuria kwa kualikwa na kutoalikwa. Sami pia ni mwanafunzi mwenzenu kwa Ustadh Shani. Allah muhifadhi, mbariki, na nyinyi mko na kitu cha thamani, mkitunze na mjue thamani yake. Si kule tunatamani ingekuwa tunaweza muhamisha Ustadh Shani aje upande ule wa pili, lakini yeye pia amewapenda akaamua bakie hapa hapa. Kwa hiyo na nyinyi endeleeni kumshika na kumpenda zaidi, kwa sababu matunda yake sio matamu wala sio yenye kuonekana huku kwenu tu, mpaka kule kwetu yanatufikia matunda yake na tunajua utamu wake. Kwa hiyo ombeni Mungu tusije tukaangolea mti kabisa. Allah bariki nyote na wasalishe kila la kheri, na atufanyie wepesi kuyafanya anayapenda na kuyaacha yanayomchukiza. Aturuzukie kutubia kabla kufa kwetu, na atufishe kwa hali na umridhisha yeye. Tunapotolewa roho zetu tutamke shahada. Atutengeze sisi na watengeze vizazi vyetu katika maadili mazuri. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa ila huna subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. MBTV, dira ya maisha yako. Ikiwa vitabu ni mabustani ya wanavyoni, basi MBTV ni bustani ya watazamaji wake. Pata elimu na maarifa lukuki kutoka MBTV. Pia usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kuyapata matamu yote yanayoandaliwa kwa ajili yako. MBTV, dira ya maisha yako. Yuwalingania dini kwa maneno na vitendo, na moyo wake laini na wala hana mafundo, na moyo wake laini na wala hana mafundo. Jina lake tambueni ni Muhammad Bahero.